katibu tawala wilaya ndogo Konyani atakuwa na majukumu zaidi ya 11, ambayo haya ni majukumu ya msingi kwa mujibu wa sheria namba 8 ya mwaka 2018 ya tawala za mikoa. Majukumu haya, la kwanza atakuwa na jukumu la kumshauri kwa hekima Mheshimiwa mkuu wa wilaya Wete, na huo ni wajibu wake ili kuona kwamba kazi zinakwenda vizuri. Na hapa lazima uelewe kwamba huyu ndio kiongozi wako, kwa hiyo unabudi kuhakikisha kwamba unampa mashirikiano ya kila aina. Lakini pili, kusimamia sheria, miongozo na maagizo ya serikali katika utekelezaji wa majukumu yako uliopangiwa. Tatu, utakuwa ni afisa masuul wa usimamizi wa fedha za serikali katika ofisi yako ya wilaya ndogo Konyani. Hii ni kwa mujibu wa sheria namba 8 ya mwaka 2018 ya tawala za mikoa. 4, utakuwa ni katibu msaidizi wa kamati ya usalama ya wilaya, na wewe hapa utakuwa ni mjumbe wa kudumu kwa mujibu wa sheria Baraza la Usalama Taifa ya mwaka 1992. Lakini pia utakuwa ni mwaliko wa kudumu wa kamati ya usalama ya mkoa pale ambapo utahitajika katika vikao. 5, utasimamia amani na utulivu kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika eneo lako ulilopangiwa. 6, kusikiliza kero za wananchi, na hapa utasikiliza katika ofisi yako, lakini pia utaendelea kusikiliza katika maeneo yako ya shehia. Na hapa unatakiwa utoe ufumbuzi kwa yale ambayo yako ndani ya uwezo wako. Yale ambayo yatakuwa yako nje ya uwezo wako utaripoti kwa mkuu wa wilaya, ili na yeye sasa aweze kusaidia kuyafanyia kazi ili wananchi waweze kupata ufumbuzi. 7, utakuwa msimamizi mkuu wa mali za serikali katika ofisi yako na eneo lako ambalo umepangiwa. 8, utakuwa na wajibu wa kufanya mipango lakini na kuandaa ripoti ya siku, wiki, mwezi, miezi mitatu, miezi 6, mwaka mmoja, na utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2020-2025, ambayo hii unatakiwa kuandaa ripoti kila baada ya miezi mitatu, na utaandaa ripoti ya miaka 5 kwa mujibu wa utaratibu. Lakini pia utakuwa na wajibu wa kufanya kazi na kusimamia wafanyakazi wote ambao wako ndani ya ofisi yako, na utakuwa katibu wa kamati ya maendeleo ya wilaya, lakini pia utakuwa ni mjumbe wa kamati ya kudumu ya kamati ya maendeleo mkoa wa Kaskazini Pemba. 10, utaripoti kwa mkuu wa wilaya katika shughuli zako zote za utendaji wako wa kazi. 11, utafanya kazi nyingine zozote ambazo utapangiwa na mkuu wako wa kazi. Haya ndio majukumu yako, na unatakiwa kuhakikisha kwamba unashirikiana na wakuu wa taasisi na taasisi zilizomo katika eneo lako, lakini kuhakikisha kwamba amani na utulivu unapatikana katika maeneo lako.